Nichukue nafasi hii kwa dhati kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuona mbali, kwa sababu sisi kama halmashauri ni chombo cha kuhudumia wananchi, ni chombo cha kuhakikisha tunafikia malengo ya serikali kwenye sekta zote, ikiwa pamoja na elimu kama alivyouliza Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni kweli halmashauri yako Mstahiki Meya imejipanga vyema kuelekea mapokezi ya wanafunzi kwa maana ya double cohort mwaka 2028. Na kwa msingi huo utakumbuka Mstahiki Meya, baraza lako na kamati zake zote kwenye bajeti ya mwaka 26-27 kiasi cha shilingi bilioni 19 kimetengwa kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu, lakini tukijielekeza katika maandalizi ya mapokezi ya wanafunzi mwaka 2028. Mstahiki Meya, kwa kuzingatia hilo, tayari sisi kama management tumejipanga vyema kuhakikisha tunapata takwimu sahihi za wanafunzi na miundombinu ambayo itakwenda kupokea watoto hao wanafunzi mwaka 2028. Na tumeunda kamati Mstahiki Meya ambayo kimsingi inaongozwa na mkuu wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini, ambaye tayari na timu yake wameshafanya kazi kubwa ya kuja na tafsiri halisi ambayo inajielekeza katika utekelezaji wa bajeti ambayo Mstahiki Meya mmeipitisha. Tunatarajia mwaka 2028 tutapokea wanafunzi si chini ya 89,700, ambayo inatafsiri uhitaji wa miundombinu zaidi. Na kwa kuzingatia hilo, Mstahiki Meya, halmashauri yako imeendelea kuboresha miundombinu hiyo kwa maana ya maandalizi. Zipo shule kadhaa ambazo tayari zinaendelea na ujenzi, ikiwemo Bonyokwa Sekondari, ikiwemo Kipunguni Sekondari, ikiwemo Kitunda Sekondari, ikiwemo Amani Sekondari, ikiwemo Minazi Mirefu Sekondari, ikiwemo Liwiti Sekondari, ikiwemo Mnazi Mmoja Sekondari. Lakini Mstahiki Meya, kwa uimara na umadhubuti wa halmashauri yako, usimamizi wako pamoja na baraza lako la madiwani katika ukusanyaji wa mapato, tumesema tutakwenda kuboresha miundombinu na miundombinu hiyo itakwenda kujitosheleza, na ndio maana tumetenga kiasi hicho cha shilingi bilioni 19. Mstahiki Meya, katika kuhakikisha tunaendana na matakwa ya serikali kwa maana ya mwelekeo huo wa kuwa na double cohort kwa maana ya elimu ya lazima, mpango wetu wa halmashauri Mstahiki Meya umelenga na unaakisi ipasavyo dira ya maendeleo ya taifa ya 2050, ambayo kimsingi inatuelekeza kwamba twende tukajenge rasilimali watu wenye elimu, lakini elimu na ujuzi wa hali ya juu, lakini uimarishaji wa miundombinu yenyewe. Lakini Mstahiki Meya, kwa sababu mahitaji ya halmashauri yako katika ujenzi wa miundombinu ni lazima swala la ardhi twende tukalisimamie vyema. Halmashauri yako kwenye bajeti hiyo iliyopita ambayo tumeipitisha kwenye baraza lako, tumepitisha kiasi cha shilingi bilioni 3.5 kwa ajili ya fidia. Sehemu ya fedha hiyo itakwenda katika utoaji wa maeneo ya shule, lakini zipo shule ambazo kimsingi tutakwenda kuzijenga. Kwa mfano Somera na Rubakaya, kule tunakwenda kujenga shule ambazo kimsingi ni maandalio ya mapokezi ya watoto wa mwaka 2020.